Leo nimerudi kazini mapema na maongezi kidogo na wewe. Ongea na kusema. Mke wangu, siku hizi nakuona umebadilika sana. Tena umebadilika kweli. Sijajua sababu ni nini. Unajua mke wangu, siku hizi kila ninavyorudi hapa nyumbani nakukuta mara upo, chakula ndani hakuna, unarudi mwenyewe unapotaka. Unajua nikakaa najiuliza, kwani mke wangu siku hizi yuko hivi? Sababu ni nini hasa nilichokufanyia? Lakini kwake anapokaa najiuliza maswali na majibu na nakosa. Kiukweli sasa hivi nimebadilika, tofauti na mwanzo. Sawa, labda inawezekana ni ugumu kwa maisha, lakini wangu Sonia, nishakwambia toka mara ya kwanza, maisha ni hapo na leo na kesho, kwamba leo utapata, kesho mimi. Mke wangu Sonia, umevumilia sana, ila nashindwa kusema labda nitimize vitu vyote kama unavyohitaji. Sio kama sipendi au sitamani kwamba nifanye hivyo vitu kama unavyohitaji wewe, ila ni uwezo tu wa kifedha mimi sina. Sonia mke wangu, najua hata nikiwa kazini kuna muda hata uwezo wa kufanya hiyo kazi sina. Ningine nakaa tu kuwaza mpaka wenzangu wanakuja wananistua, Kichele vipi, mbona siku hizi unakuwa mtu wa mawazo sana? Naambia niko sawa, ndo maisha yalivyo, lakini hawajui kama nachokiwaza nini katika kichwa changu. Sonia, imefika kipindi mpaka haki yangu tunaambiwa silipate sasa hivi. Siwezi kukuhukumu moja kwa moja, labda na mtu mwingine. Sonia kipenzi, hebu naomba uniambie tatizo ni nini hasa, na mimi ndo mumeo, na mimi nijue nitambue kitu gani ambacho kinakusibu. Samahani kama nitakuwa nimekukosea, kama nimekuudhi. Kwa mara nyingine tena naomba msamaha. Sonia kipenzi changu, Ni kweli mwanangu unachokiongea, bado nimebadilika. Ndio nimebadilika tena sana. Mahitaji ya msingi siyapati. Huduma kama mwanamke siyapati. Kuna muda natamani kusuka, natamani kula vizuri, lakini hakuna chochote nachofanya. Nimechoka. Kama ni kuvumilia, nimevumilia sana. Nimechoka. Na unavyosema kwamba haki yako ya ndoa uipate,
kwa sasa sikufichi, yaani sina hisia na wewe hata kidogo.